viongozi wa dini, moja ya majukumu yetu ni kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mchango wa serikali katika kulifanya taifa kuwa bora na imara. Viongozi wa dini tunayafanya hayo kwa sababu ndiyo sehemu ya viongozi tunaowasimamia raia. Na bahati nzuri sisi hatuna miguso ya kisiasa. Sisi tuna miguso ya kijamii. Kwa sababu hii tumeamua tufanye ziara za kutembelea mikoa mbalimbali, kuzungumza na waumini, kuzungumza na Watanzania ili kuwaeleza thamani ya nchi walionayo na namna wanavyoweza kuboresha thamani ya nchi walionayo. Na muda sio mrefu tutafanya dua hapa kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na timu yake, mkiwemo na nyinyi. Haya tunakwenda kuyafanya kwa sababu sisi kama viongozi wa dini tunaiona miguso mibaya katika nchi za wenzetu. Ukizingatia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa na vitongoji. Mataifa mengi yanapoingia katika uchaguzi au baada ya uchaguzi huwa yanaingia katika machafuko. Mifano hai tunayo kwa majirani zetu, hakuna asiyelijua hilo. Lakini mara nyingi machafuko yanakuja kwa sababu mbili. Ima viongozi wanaoongoza wanaweza kwenda wrong, au wale raia wanaoongozwa wanaweza wasitambue wajibu na majukumu yao. Sisi katika nchi yetu ya Tanzania, Mwenyezi Mungu ametujalia, kwanza anatupa viongozi ambao 90% ya viongozi hao Mwenyezi Mungu amewatilia hidayah, jamii inawapenda na kuwakubali. Na ndiyo maana leo nchi yetu imekuwa tofauti na nchi zingine. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mama yetu, kipenzi chetu, ni mmoja wa viongozi wa kuigwa wa mifano duniani. Yanaweza kuwa maneno haya kwa wale wasioitakia kheri Tanzania, wanaweza wasiyaone kuwa ni maneno ya thamani. Lakini kwa mtu yeyote anayetakia kheri Tanzania, kwa mtu yeyote mwenye elimu ya kutosha ya kutambua siasa za kimataifa na kimataifa, hatoacha kumwagia sifa, kumpongeza, kumuombea dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa namna miaka 3 yake aliyoishikia dola hapa alipotufikisha. Tuna kila sababu ya kujivunia kuwa na rais wa mfano huu. Ndugu zangu, kama wewe unaweza kuwa mgeni, kuna baadhi ya vitu unaweza usivijue. Kama wewe si mfuatiliaji wa mambo ya kidiplomasia, kuna mambo unaweza usiyajue. Lakini kama mfuatiliaji wa mambo ya kidiplomasia, haya nitakayoyasema utakubaliana nami. Katika siasa za kimataifa, katika diplomasia ya kimataifa, mama amefanikiwa kuifanya Tanzania miongoni mwa nchi zinazosomeka kuwa nchi zinazotoa uhuru wa kisiasa na maoni ya kisiasa bila ya kujali vyama kinachoongoza na visivyoongoza vinakwenda sambamba au haviendi sambamba. Ameruhusu uhuru wa maoni ambao unapelekea nchi yetu leo katika sura ya kimataifa inaonekana ni moja ya nchi za demokrasia, zinazothamini demokrasia, zinazofuata demokrasia. Hii ndiyo faida tunayoipata katika nchi yetu. Iko mifano kadhaa, miaka kadhaa iliyopita, wako wa Tanzania waliishi nje ya nchi wakidai nchi haikaliki, nchi haina amani, nchi haina usalama. Lakini wale wote waliokaa nje ya nchi kwa kipindi chote, hivi sasa wamerudi nyumbani, wanaendeleza siasa zao, wanafanya mafunzo yao, wanaelekeza wanachoona kinafaa. Tunasaidiana kuijenga nchi moja.
viongozi wa dini tunatamani kuona taifa lenye ushirikiano katika mazingira kama hayo, na hayo yote hayakufanyika isipokuwa busara zilizoandaliwa na kiongozi wa juu wa nchi, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Kutokana na hili, wewe unaweza usijue thamani ya Mtanzania kwenda kuisema vibaya nje ya nchi, unaweza usijue, lakini linaweza kuharibu misaada, linaweza kuharibu ushirikiano wa kimataifa, linaweza kuharibu vitu vingi. Lakini kwa yeye kutengeneza diplomasia bora inayofanya wanasiasa bila ya kujali vyama vyao wanakosoana kwa hoja na misingi ya hoja, si kwa magomvi, hii inafaa mtu huyu aombewe dua kwa hali yoyote. Na ndiyo maana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, muda sio mrefu sisi tutamfanyia dua mama. Tunamfanyia dua mama, kwanza Mwenyezi Mungu amkinge na shari za mahasidi, kwa sababu hakuna mtu anayefanya kazi ya kuongoza asiwe na maadui. Na katika dunia, fanya wema utakavyofanya, fanya uzuri utakavyofanya, watakao kupinga lazima wawepo. Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu. Kupingwa ni kanuni ya Mungu katika maumbile. Hata ukifanya uzuri kwa 100%, wako wataubeza huo uzuri. Sasa wale wanaotambua thamani yako lazima wakuombee dua, lazima wakuunge mkono, kwa sababu thamani yako wale wanaitambua. Tuseme amin. Tuseme amin. Tuseme amin. Tuseme amin. Haya maneno pia lazima yawepo. Unajua msafara wa mamba na kenge wamo sasa si tunawaombea wale wanaotusaidia kumfanya mama afikie malengo. Wale wanaomwangusha, Mwenyezi Mungu awape kazi ya kufanya mapema, wamuache bibi wa watu amalize majukumu yetu kama tunavyotaka wa Tanzania. Sheikh Mustafa, maiki ishakuja. Haya, inshallah naomba dua hii special kwa mama. Lakini kwa sababu unapomuombea mtu dua, wewe unayeitikia unapata mara 2, basi na sisi kila kitakachoombwa kitukute. Tuseme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah wakati huu bila kupoteza muda, ningeomba kila mmoja akinge mikono yake, na wale ambao watakaweza kufumba macho yao wakati tunamuomba Mwenyezi Mungu. Na dua hii ni munasaba, lakini hususa kwa viongozi wa nchi yetu hii ya Tanzania, nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia amani, baraka, rutba na viongozi wenye utulivu katika nafasi zao. Nasi tunachukua nafasi hii kuombea kila la kheri. Mwenyezi Mungu awape haki, awape nuru, awape baraka katika uongozi wao, na awape haki. Semeni insha Allah. Semeni tena insha Allah. Na tutaanza kwa kuatilia nia kwa pamoja sote. Semeni insha Allah. Kwa hivyo sote tutaitikia maneno haya. Semeni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ee Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wako, kwa utukufu wako na baraka zako, ee Mwenyezi Mungu, sisi ni waja wako, watoto wa waja wako. Ya Allah, umeijalia nchi yetu ya Tanzania kuwa na amani. Ya Allah, na wakati huu tuliokuwa nao ni wakati wa amani. Ya Allah, mataifa mengi duniani yameingia katika migogoro mbalimbali, yameingia katika maradhi mbalimbali, lakini ya Rabbi, ukaendelea kututunza, ukatuepusha na mitihani, ukatuepusha na maradhi, ukatuepusha na njaa. Ya Allah, nasi tunazidi kuiomba amani, amani ya nafsi zetu, amani ya familia zetu, amani ya nchi yetu. Ya Allah, nchi hii ya Tanzania ukaiweka katika mikono ya kiongozi wetu mmoja,
mama yetu Samia Suluhu Hassan, ukamtoa katikati ya mamilioni ya watu. Ya Allah, nasi tunarudisha kwako maombi yetu. Ya Allah, umjalie kheri yeye katika nafasi yake, umpe haki, umpe msimamo kama ulivyomjalia na unavyomjalia. Nasi tunakuomba uzidi kumjalia, umpe afya katika uongozi wake, na umpe watu wa karibu waliokuwa wazuri ya Allah. Umpe kila lililokuwa la kheri ya Allah. Umtilie baraka katika fikra zake ya Allah. Umtilie baraka katika uongozi wake ya Allah. Umpe taufiki katika uongozi wake ya Allah. Ya Allah, umjalie yeye na makamu wake na waziri wetu mkuu na mawaziri wa wizara mbalimbali na viongozi wa mikoa kwa pamoja na mashekhe wa mikoa kwa pamoja na viongozi wa usalama katika mikoa na wilaya, hata hizi ngazi za chini. Ya Allah, uwape haki, uwape nuru katika njia zao, watutendee haki katika miji yetu. Ya Allah, watilie haki katika mioyo yao, juu ya kutafakari yaliyokuwa mazuri katika nchi yetu. Ya Allah, tunakuomba amani itokayo kwako, na kila yule ambaye ni dhalimu kutoka ndani au nje ya nchi yetu ya Tanzania, anayetaka kuja kwa ubaya, ya Allah, ivunje yake dhamiri, asiweze kusimama, na umrudishie ubaya wake. Wale ambao wanaoingiza fikra mbaya katika nchi yetu na kutuharibia amani yetu, na kutuharibia utulivu wetu, na kutuharibia uongozi wa kiongozi wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ya Allah, waondoshe watu hao, waondoshe watu hao. Ya Rabbi, tujalie mapenzi, tupendane Islama, tuondoshe chuki, tujaze nyingi salama, tujaze nguvu katika Tanzania salama, katika Tanzania salama. تقبل يا منان، تقبل يا منان، يكون فيكون، يكون فيكون. اللهم آمين، آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، بارك لنا، آمين، اللهم آمين، بارك لنا، آمين، وادفع عنا بلاء. يا رؤوف لبيك، وأكرم ربيك، وأن يبعث من في القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا هاما إلا فرجته، ولا عورا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يصارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم يا رب الأمان، يا رب الأمان، يا رب الأمان. اللهم يا رب الأمان في تنزانيا، اللهم يا رب الأمان في تنزانيا، اللهم رب الأمان في تنزانيا، اللهم يا رب الأمان في تنزانيا. وبارك لنا، اللهم ادفع عنا بلاءنا. اللهم يا بر يا رب البلايا موهبا عطايا، ويا تواب تب وتقبل، ومنتقم من ظالمي نفوسهم، كفاك عفو أنت فاعف التفضل، عطوف رؤوف بالعباد ومسعف لمن قد دعا يا مالك الملك معقيا. فألبس لنا يا ذا الجلال جلالة، فجودك الإكرام ما زال مهتلا، ويا مفسد ثبت على الحق مهجتي، ويا جامع أجمالنا الكمالات في الملا. إلهي غني أنت فاذهب لي فاقتنا، ومغني فقد فقر نفسي لما خلا، ويا مانع امنعنا من الذنب فاشفنا، عن السوء مما قد جنيت تعملا. ويا ضر كل الحاسدين موبخا، ويا ضر كل الحاسدين موبخا، ويا ضر كل الحاسدين موبخا، ويا نافع انفعنا في تنزانيا بروح محصلة، ويا نور أنت النور في كل ما
أبدا ويا هادي كل النور في القلب مشعلا بديع البرايا نبدو من فيض لطفه ولن يبقى إلا أنت باقي له الولا ويا وارث جعلنا في تنزانيا لعلمك وارثا ورشدا أنلنا يا رشيد أرشد ممسانية سلو حسن أرشد ممسانية سلو حسن أرشد ممسانية سلو حسن برحمتك يا نور النور يا منور النور يا مقدر النور يا خالق النور يا نور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور فوق كل نور ويا نور يضيء به كل ظلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جئناك إليك يا الله وقمنا في بابك في هذه الساعة ولعل ساعة الإجابة تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم أخرج جميع حاجاتنا اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضر إلى العزة ومن النار إلى الجنة ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى وإن يحضره عز جاره وجل سلطانه وتقدس أسماؤه ولا إله غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر وارزقنا نظر وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.